Wewe kwani uvae unataka kuongea hivi? Si unavaa. Okay, nani tu. Hivi chicha ya Tanzania wewe kiasi kwa lazima nimsimamie. Nimsimamie. Hivi tu. Shika hiyo. Unafaa. Kama sija kufuta. Ndio hivi. Huo ndio upande wako. Haya. Tuendelee tulipoishia. Oho. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Watu wamekasirika. Naambiaje waache kula. Naomba tena take two. Take two? Take two yako wewe baby. Ndio hivyo. Wasema kitu kimoja. Nani unajua kuna vitu watu inabidi wavielewe, wavitambue. Kuna good and evil, si ndio? Kuna good and evil, alafu kuna structure, order na chaos. Sio, umeelewa hapo? Good, evil, order na chaos, si ndio? Sijui kwa Kiswahili tasemaje, miparanganyo au ndo sijui ndo tutahitaje vipindupindu, vidumbwendumbwe na mipangilio, si ndio? Sasa hakuna binadamu yoyote, hakuna vitu vyote ambavyo vimeendelea au vimekuwa bila kuwa na oda au mipangilio. Na hakuna ambavyo vimeharibika ambavyo vilikuwa vina oda au mipangilio. That's one. Kwa hiyo chaos inaleta nini? Maana yake inaleta mivurugano. Sasa binadamu wa sasa hivi tuko yani tunavutiwa na chaos. Tunavutiwa na mivurugano, si ndio? Wengi sio wote. So leo hii wewe wala binadamu, si ndio? Leo hii wewe una post picha uko na mimi, si ndio? Kuna mtu anatukana, si ndio? Anakasirika kabisa, anatukana, anakasirika, si ndio? Utafikiri labda wewe mimi ni mchepuko au mimi ni mchepuko wa mtu ambao ningeelewa kasirika, si ndio? So the question is, kwa nini anakasirika? Si ndio? Lakini hao watu ukitoa picha fulani wameachana, wanashangilia sana, view hizo nyingi, clicks hizo, yani wanakuja wanacheka kabisa, tena wanatafuta clip zako za zamani ambazo mko kwenye mapenzi, mko kwenye good time, ndio wanaanza kuzipost kwamba kiko wapi, umeelewa? Lakini mkipost watu mko kwenye mahusiano yako, kwenye order, furaha, kwenye hiyo haiwafurahishi, sio? Same time naenda tunapost sasa hivi, mimi niko na mtoto hapa, mtu wangu na mbusi, ambaye actually kisaikolojia, kibiolojia, hichi kinachofanyika hapa na tunachokifanya actually ndio malezi ya watoto. Malezi ya watoto yanaanza hapa, hayaanzi mnapopeleka primary au boarding school zenu. Malezi ya watoto yanaanza hapa akiwa tumboni. Upendo kwa watoto unaanza hapa. Lakini wao hiyo kwao ni chaos. Sio, umeelewa? Chaos kwa sababu gani? Sio, umeelewa? Kwa lazima unapomwangalia binadamu ili kumsaidia, lazima understand source, nature ya response zake, yani ma reaction zake. Kwa sasa naelewa. Umeelewa? Na good. Umeelewa? Good ni hivyo. Umeona? Kwa hiyo maana yake sasa kama wengi wanachukia maana yake sosi yake ni hivyo. Sosi yake ni hivyo. So kwa hiyo maana yake watu sasa hivi kinachowavutia ni chaos. Kinachowavutia ni hivyo. Ni watu kupanganyika, vita, migongano, kuacha. Ambayo sasa ukiangalia sosi yake ni hivyo. Hivyo hiyo chaos ambayo tunaitengenezaje? Tunaitengeneza kuanzia watoto wakiwa hawajazaliwa, wamezaliwa, tunawakuza nayo. Kuna wao wana risk chaos. Hakuna mtu ambaye amezaliwa kwenye order
akataka chaos. Very rare. Yaani ni mara chache sana. Mtu aliyozaliwa kwenye malezi mazuri, upendo, amani, hawezi kufurahia chaos. Na ndio maana picha hiyo moja mimi naweza nikakubusu hapa. Sio kama hivi. Tukapiga hii picha. Ukachukua watu 10. Kuna mmoja atasmile akiona, si ndio? Kuna mwingine atasonya. Sije mwingine atakunja sura. Why? Kwa sababu kuna message ile picha inapeleka kwenye moyo wake. Inapeleka kwenye memory zake. Inapeleka kwenye vitu ambavyo yeye psychologically au spiritually viko against na makuzi yake, malezi yake. Sasa yani hii ndio deep understanding. Kwa hiyo maana watu waelewe kwamba katika dunia ya leo ambayo leo hii simasikia kuna watu mashoga wako kwenye mitandao, si ndio? Wanafanya vyote wanavyofanya. Kuna wanawake wako kwenye mitandao wanaonyesha sehemu zao za mwili za ajabu. Sio, umeelewa? Sasa leo hii wewe tunaonyesha mtoto. Mtoto tena mtu anasema tumbo lenyewe baya. Yaani anakuja anatafuta tu negative. Umeona? Haoni kwamba jamani kuna uhai, kuna kiumbe, kuna upendo, kuna amani. Anachoona actually ni creation. Umeona? Kwa hivyo kweli kuna evil na good. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kila mtu ana perceive anachokiona kutokana na ulimwengu wake. Actually ngoja nirudie watu waelewe. Hatuioni dunia jinsi ilivyo. Tunaiona kutokana na sisi tulivyo. Kwa hiyo mtu ambaye anachukia kitu kizuri, manake ndani yake hana kitu kizuri. Mtu ambaye anachukia kitu kibaya, manake ndani yake kuna kitu kizuri. Thank you. Sio, umeelewa? Kwa hiyo manake sisi tukisema wewe acha kula. Sio, umeelewa? Acha kula. Utaumiza. Anasema acha kula. Kwa nini? Kwa sababu chakula sio sosi tu. Ngoja. Sio sosi tu ya unene. Subiri. Chakula sio sosi tu ya unene. Hii ni point 2. Chakula ni sosi ya magonjwa. Lakini madokta ni wachache sana ambao wanatuambia huu kweli. Mpaka upate magonjwa wao wanakuandikia dawa kwa sababu wanauza dawa. Sio, umeelewa? Yaani hakuna mfanyabiashara ambaye atakupa solution ambayo yeye asifaidike. Haiwezi, can't. Sio, umeelewa? Ndio maana hata pombe wanasema kunywa glasi moja. But alcohol inaleta cancer. Alcohol ina alter your mind, your state, your being. Sio, umeelewa? Lakini hawezi kusema ni mbaya direct. Sio, umeelewa? Si ndio? Chakula hawezi kusema chakula ndio solution. Lazima waseme dawa ndio solution kwa sababu wamespend billions kwenye nini? Kwenye madawa. Point yangu ni kwamba mtu ambaye umeona anachukia good news, anachukia knowledge. Umeona, anachukia maarifa. Something haiko sawa. Na hiyo inatokana na malezi na makuzi na vitu ambavyo ameelewa. Mtu yoyote anazaliwa empty. Anakuja kama yani kitu kizuri hakina shida yoyote. Kwa hiyo amekujaje akawa na shida? Huwezi kwa sababu hamna mtu ambaye anazaliwa anachukia hewa. Hakuna. Si ndio? Amechukia maji sasa. Mimi na lesi sijui umezaliwa. Lakini point yangu ni kwamba tunavyokuambia sisi mfano wewe unachukia, mimi ukiambiwa ukweli unachukia, maana yake what do you have inside? Na tunapozungumza dunia hii ya leo ambayo ina chaos, ambayo watu ambao wakubwa, nasema watu wakubwa maana yake influential people, wao they after money. Kwa decisions zao zote ni kuhusu hela. Kwa hiyo maana yake hawezi kukujali wewe na afya yako directly. Wanaweza wakasema ni afya yako but indirectly kuna message nyingine kubwa behind it. Kwa hiyo leo hii ndio maana nasema sisi hatuambii kuhusu chakula. Sasa wewe leo utakasirika. Mimi nakwambia acha kula. Acha kula. Kwa sababu chakula ndio kinachokuua. Sio, umeelewa? Chakula ndio kinachokuua. Acha tu swala kunenepa. Unajua tunaweza kusema kunenepa, hii ni muonekano, right? Sawa, you look good, ndio? You feel good. Which is fine, ni vizuri pia sana. Psychologically na nini? Kiafya. But the bigger picture ya kula vizuri ni actually afya. So tu nene kwamba chakula kinatakiwa kiwe lishe, lakini vyakula vingi tunakula leo ni sumu. Kwa hiyo unapunguza miaka yako drastically kutokana na chakula, kwa sababu kinachoingia mdomoni kwako ni muhimu. Sio, umeelewa? Kuliko muonekano wake. Sasa sisi hatuwa study wanyama. Unajua wanyama hawali for test. Wanakula kama function ya miili yao inahitaji kile kitu.
sisi tunakula for test, kitu ambacho hatujaumbiwa. Sisi hatujaumbiwa kula for test. Tumeumbiwa kula ili mwili wetu uweze kufanya nini? Sijui umeelewa? Kupata zile nutrients zinazotakiwa uendelee. Sijui umeelewa? Sasa sisi tunakula for test. Lakini hatujui kumbe vyakula ndio sumu. Lakini madokta wachache watakwambia ukweli. Kwa hiyo unamwambia acha kula, sio issue ya kunenepa, ni issue ya sumu mwilini kwako. Kwa magonjwa mengi tulikuwa nayo sasa hivi ni kwa sababu tunakula ovyo. We just eat. Tunakula. Kwa solution ya kwanza, acha kula. Sasa wewe ambaye unakasirika, unasema unachukia, ni maana yake ndani yako kuna nini? Umeelewa? Sasa mtu ambaye anaweza kubadilika ni yule ambaye atakubali kweli nina kitambi, kweli tumbo langu kubwa, I have a problem. Nina shida. Na shida ya kwanza mtu ambaye ana kitambi au anayekula ni discipline. Sisi wote tumepitia. Hata mimi I had the same problem. Lakini go through a period nimepata solution, nimetengeneza discipline over the years. Lakini sio kitu kimoja. Tangu mdogo. Umeelewa? Control. Yaani lazima uwe na control. Huwezi kuwa na order bila control. Sisi hatuna control, na ndio maana nikasema jana, mtu ambaye ana changamoto ya discipline moja, lazima ana changamoto ya discipline zingine. Sio, umeelewa? Yaani uwezi wewe tu ukawa mtu wa michepuko tu. Nikikustadi vizuri nitakuta una shida nyingine. Umeelewa? Wewe uwezi ukawa leo hii labda tu ni mwizi. Kuna shida nyingine utakuwa nayo. Sio, umeelewa? Sasa hizi ni pattern, ni traits zinatengenezwa. Kwa hiyo ukiwastadi hawa watu unakuja kugundua shida ni moja tu, discipline. Ambao tunaipata discipline wapi? Tupate knowledge. Sio, umeelewa? Kwa hiyo na sio kwamba wengine hawana knowledge, ni kwamba ile knowledge hataki kuiapply. Yes, sasa kwenye application lazima umtengenezee mtu motivation. Ambayo ndio hiyo sasa watu wengi hatulearn kuishi kwa outcome. Yaani kwamba ninachokifanya sasa hivi, what's the outcome? Watu wengi wakifahamu outcome, watafanya vitu vingi sana. Kwa outcome na maana gani? Ni kila sasa hivi, kesho hichi nachukula kitanifanyaje au kitanipa nini? Yaani wanasema hivi, wanasema hivi like usifanye maamuzi kwa sababu ya decision au kwa sababu ya unataka kuchagua. Fanya kutokana na matokeo. Kwa hiyo ukifikiria matokeo, maamuzi mengi utayafikiria upya. Yaani ukiwa unapokaa pale kisinia kimekuja, fikiria matokeo ya kile chakula. Si umeelewa? Unapokaa kile unachofanya fikiria nini? Matokeo. But the main point is hawa watu mimi personally hawanisumbui kwa sababu I understand tuna chaos, umeelewa? Tuna evil. You understand. I understand. Kuna and chaos, I know kuna chaos, kuna evil, kuna good in order. Umeelewa? Ukiwa unaelewa hivyo, ukiwa una understand, hamna mtu atakaye. Kwa hiyo leo mimi kinachokuja unajua this is evil. This is evil. This is chaos. Yaani wewe utaniangalia, utaniita jina unalotaka, nitakuangalia utakicho unalotaka. But utakapoongea tu mimi moyo nasema you need help. You need help. You are sick. You need help. You are sick. You need help. Wewe ni mgonjwa, unahitaji msaada. Acha kula. Umeona? Yaani utakapoongea wanasemaje? You need light. Wanasema hivi, be careful. Wanasemaje? Be careful, usifungue mdomo wako. Kwa sababu the minute utakapofungua mdomo, watu wanakujua wewe ni nani. Sasa watu wengi huko hawajui hata kwenye mdomo ni keyboard hiyo. Unachokitype leo, unachocomment. Wewe usikimbilie microphone. Mnakimbilia hizi platform. Lete mic, lete camera. Unachokiongea, unakimbilia keyboard, yaani unajua unachokifanya ni hivi. Unajianika. Ndio hivyo. Sasa wao wajua wanachokifanya. Wao wanakimbilia kutype, wanakimbilia platform. Kujianika ni kuonyesha tumbo. Kumbe hajui kuongea ni kujianika. Kuongea kinachotoka moyoni, kujazacho ndicho nataka kusema kwamba Yesu alisema kinachomtoka mtu sio kinachoingia. Kwa hiyo kujianika sio kuonyesha tumbo langu, mtoto wangu ambaye wanasema sijui mtoto wa uzeeni, kama vile hujawahi kuzaa, sijui kitu gani. Na najua ni kwa sababu gani? Mimi wa kwanza, mbona Sara alizaa? Umesikia? Kingine again narudia tena, hakuna evil inayofaria good. Hii ni God at his very best. Creation. Si umeelewa? Creation. Kuna wanawake wengi wanahangaika hawajawahi kupata watoto. I'm telling you. Kuna watu mpaka kesho wanasafa hawajawahi kupata watoto. Amen. Lakini yani kitu ambacho Mungu ametengeneza kikubwa duniani ni uwezo wa kutufanya sisi tuweze kujaa duniani. Kutengeneza uumbaji. Yani hapa sisi tunafanya function ya kwanza ya Mungu. Hichi kitu shetani hakiwezi kumfurahisha. Amen. Hata siku moja. Amen. Hata siku moja hakiwezi kumfurahisha. Kwa hiyo my friends, wewe hii kama inakupa shida na kuomba, tafuta mtumishi wa Mungu akuombee.
Umeelewa? Pata ibada, wasiliana na sisi, tutakuombea, tunakupenda. Pamoja na kwamba tukupe upako uweze kuappreciate nini dunia, uumbaji, this is creation ya Mungu. Kwa hiyo tunakwambia acha kula, lakini be very careful, usifungue mdomo, unajianika. Umeona, usianze tu kutype, unajianika. Si umeelewa? Na unajitengenezea laana wewe mwenyewe. Kwa sababu unapokuwa unachukia vitu vizuri vya Mungu, yani wewe unaongea loud, it speaks loud kwamba wewe ni nani. Kwa hiyo ndio maana nasema sisi siwezi kuwachukia, tunawapenda, tutaendelea kuwasaidia. Wakati narudia tena, wakati dunia inaanika upumbavu, inaanika uovu, sisi tutaanika wema, tutaanika nuru. Mpaka siku ambayo tutasisi. Si umeelewa? Yani hii ni vita. Hii ni vita. Wakati wao wanaanika uovu, sisi tutaanika nuru. Kwa sababu kiukweli kama ulitaja ushoga, kuna sasa hivi yani kwenye platform hizi mashoga wanapewa a very big platform. Wanafurahiwa, wanasapotiwa. Lakini mtu ambaye anafanya kitu ambacho ni kizuri, actual function ya nature. Unakuja hapa unamtukana ili ajisikie vibaya. What for? Ili iweje? Lakini uovu, kama kweli ulikuwa hiyo ushoga unauchukia, why unaushangilia kwa watu ambao kweli wanafanya hiyo kazi, hiyo biashara? Lakini watu ambao wanaishi maisha yao just because labda ameongea kitu ambacho wewe kinakutrigger, kinakuumiza, wewe unakuja unamshushia maneno. Na kwa nini kikuumize? Ndio maana nikasema you are evil, unahitaji msaada. Kwa hiyo sisi tuko hapa, tutawasaidia. We are light. Unaona, tutawasaidia. Sisi ni taa, ni nuru, ni chumvi. Ni chumvi. Unaona bali chumvi. Chumvi. Sisi ni chumvi. Acha kula. Peace. Acha kula. Acha chuki. Mungu anakupenda. Mungu ni upendo jamani. Na hizi baraka wale ambao mnahitaji, basi Mungu akutane na nyinyi. Sawa, usiogope. Si miaka 45 tu, Sara alikuwa na miaka mingapi jamani? Kwa hiyo usikate tamaa. Wala mtu asikwambie sijui unajishaua, jishaue. Mungu akikupa baraka, jishaue na baraka zako. Usiogope mtu ataongea nini. Usiogope maneno ya watu. Haya, good morning.